هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله كلمة المعتصمين ومقالة المتحرزين، وأعوذ بالله تعالى من جور الجائرين وكيد الحاسدين وبغي الظالمين، وأحمده فوق حمد الحامدين، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتيكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma na amani mtukufu wa daraja bwana wetu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, mwanadamu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipomuumba alimuumba akiwa ni mkamilifu. By nature mwanadamu pale alipoumbwa tu kuumbwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kaumbwa hali ya kuwa ana ukamilifu wote. Ndio maana mwanadamu anapozaliwa tunaamini kwamba huyu mtoto anayezaliwa hana madhambi, hana jambo lolote lile ambalo tunasema kwamba huyu mtu sasa ana nafasi au kuzaliwa kwake kwampelekea kuanza kuingia katika hesabu wa kuandikiwa thawabu na wa kuandikiwa madhambi. Anapozaliwa mtoto bado hakuwa katika marhala hiyo, ni mtoto, ataishi vile kalamu kwake imenyanyuliwa, haandikiwi madhambi wala haandikiwi thawabu, kwa kuwa ni mtoto tu, hakufikia kiwango cha kuandikiwa dhambi au kuandikiwa thawabu. Huyu mtoto yuko katika level hiyo, hana madhambi, akiswali na swali, asiposwali hana chochote ambacho atakachowajibishwa nacho kwa kuwa ni mtoto. Hii ni hatua ya kwanza ya mwanadamu. Anakuwa katika mwanadamu, kwa lugha nyingine, aanza maisha yake kwa ukamilifu. Toka kuzaliwa kwake, anzaliwa akiwa ni mkamilifu. Manake ni mtu mtukufu mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ana ukamilifu kamili mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio Qur'ani yasema walaqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Mwanadamu anakuwa hivi. Lakini thumma radadnahu asfala safilin,
Mwenyezi Mungu asema tumemuumba mwanadamu akiwa katika hali nzuri, kiumbe mtukufu. Lakini kule kuwa kiumbe mtukufu baada ya kuzaliwa na uzuri aliokuwa nao, wakati huu mwanadamu huyu ni bora mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuliko kiumbe chochote. Ni bora kuliko malaika, bora kuliko kiumbe chochote. Anapozaliwa pale yuko katika marhala hii. Mwenyezi Mungu asema ahsanu taqwim, ni tumemuumba akiwa fi ahsani taqwim, bora, kiumbe mtukufu. Lakini hali hiyo haimzuii kutoka katika hali ya ubora hiyo. Yaweza ubora ule ukatoweka. Thumma radadnahu asfala safilin, taweza akawa ni mbaya zaidi kuliko mnyama. Wakati gani? Pale alipofikia marhala, kiwango, amekuwa, kashakuwa ni baligh, kashakuwa tayari anakalifishwa na sheria. Hapa ameanza kuingia katika ulimwengu ambao sasa anapaswa kujua kwa nini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemuumba. Kwa nini kaumbwa? Ni muda wa matumizi ya akili yake, na mwanadamu hakupewa silaha kubwa itakayomfaa katika maisha isipokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amempa akili. Akili katika mwili wa mwanadamu is everything. Akili, ukitumia akili yako vizuri utakuwa ni mtu mwenye kufaulu, lakini usipoitumia vizuri utakuwa ni mtu mwenye kufeli. Sasa mwanadamu anapofikia katika marhala ambaye tayari anakalifishwa na kisheria, maana yake kahama kutoka katika utoto kaingia katika ulimwengu ambao anakalifishwa na sheria. Hapa kalamu itaandika, akifanya mazuri yataandikwa kwa sababu sio mtoto tena, akifanya mabaya yataandikwa. Kwa hiyo kaingia katika ulimwengu wa kisheria. Hapa ana jukumu la kutafuta alkamalu, ukamilifu. Yasaa ila alkamali, anaenda kutafuta ukamilifu. Ukamilifu anatafuta kitu gani? Ndugu zangu, vitabu vya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, vitabu ambavyo Muislamu hawi Muislamu mpaka amini vitabu hivi. Yaani hauwezi kuwa Muislamu kwa kuamini Qur'ani tu basi wewe ni Muislamu, hapana. Bado hujawa Muislamu. Kuwa Muislamu lazima uamini Qur'ani, uamini Taurati, uamini Injili, uamini Zaburi. Kwa hiyo Muislamu, Biblia ni kitabu chake. Bila Biblia Muislamu bado hajawa Muislamu. Bila Taurati Muislamu hajawa Muislamu. Bila Zaburi Muislamu hajawa Muislamu. Kwa hiyo antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi, umwamini Mwenyezi Mungu, uamini malaika wake na uamini vitabu vyake. Utaamini Qur'ani, utaamini Taurati, utaamini Injili, utaamini Zaburi. Na mitume wote uamini katika level moja, la nufarriqu baina ahadin birrusul. Mitume wote uamini. Hauwezi kusema mimi namuamini mtume Muhammad peke yake. Lazima uamini mitume wote. Kondo Uislamu wakutaka namna hiyo. Sasa huyu Muislamu vile vitabu vyote, iwe ni Taurati, iwe ni Injili, iwe ni Zaburi, iwe ni Qur'ani, hivi vitabu vyote vyamtaka na vimemwekea sheria ili awe tu mkamilifu. Baada ya kuwa nakalifishwa na sheria, atakiwa atafute ukamilifu. Akawekewa vitabu, akawekewa Qur'ani, akawekewa Taurati, akawekewa Injili, akawekewa swala, akawekewa kila kitu. Hivi viweze kumsaidia kujiweka katika engo ya ukamilifu. Na ukamilifu ni upi ama mwanadamu anatakiwa kutafuta? At-taqwa, ni ucha Mungu.
ni mtu kuwa mtukufu kama alivyozaliwa akiwa mtoto alikuwa mtukufu, aendelee kuwa mtukufu kwa kufikia marhala, kiwango cha ukamilifu, ambacho kiwango cha ukamilifu ni attaqwa, ni ule ucha Mungu. Akishakuwa mwanadamu mcha Mungu ni mkamilifu. Ndio mitume wote Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia katika Qur'ani, katika suratul Hadid aya ya 28, anasema walaqad wasaina, katika suratul Nisa aya ya 131, Mwenyezi Mungu anasema walaqad wasaina alladhina utul kitaba, tumewahusia wale ambao tumewapa vitabu, Taurati, Injili, Zaburi, Qur'ani. Tumewahusia nini? Min qablikum, kabla ya kupewa nyinyi Waislamu Qur'ani, kabla ya Qur'ani. Wasia ulikuwa kwa wale wenye Taurati, wale wenye Injili, wale wenye Zaburi. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema walaqad wasaina alladhina utul kitaba, hakika tumewahusia wale tuliowapa vitabu, min qablikum, kabla ya nyinyi Waislamu, kabla ya Qur'ani, wa iyyakum anittaqullah, pamoja na nyinyi twakuhusieni mumche Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo vitabu vile vya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kazi yake kubwa ni kuhakikisha vinampa mwanadamu ukamilifu. Zile sheria zinamjenga mwanadamu kumfanya kuwa mkamilifu, na kumfanya mkamilifu ni mwanadamu kufikia daraja ya kuwa mcha Mungu. Nabiullahi Nuh, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika suratu Shu'ara aya ya 106, anasema idh qala lahum akhuhum, alikuwa anawaambia Nabiullahi Nuh ndugu zake, idh qala lahum akhuhum Nuh alikuwa anawaambia jamaa zake, awaambia ndugu zake, ala tattaqun, hivi hamumchi Mwenyezi Mungu? Maana yake Nabiullahi Nuh alikuwa analingania kuanzia jamaa zake, alingania watu wake, awalingania nini? Ala tattaqun, hivi hamui wacha Mungu? Kwa sababu ucha Mungu ndio ukamilifu wa mwanadamu. Nabiullahi Hud, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema vile vile katika suratu Shu'ara, anasema idh qala lahum akhuhum Hud ala tattaqun, wakiambiwa na ndugu yao Nabiullahi Hud anawaambia, enyi watu, hivi hamumchi Mwenyezi Mungu? Maana yake kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio wito wa mitume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nabiullahi Ibrahim katika suratu Shu'ara aya ya 142, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema wa Ibrahima idh qala liqaumihi ibudullah wattaquhu, na Ibrahimu alipoambia watu wake muabuduni Mwenyezi Mungu na mumche Mwenyezi Mungu, dhalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun, na hilo ndiyo bora kwenu ikiwa kweli nyinyi mwajua kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekuumbeni ili muweze kutafuta ukamilifu. Nabiullahi Lut, Mwenyezi Mungu asema wa idh qala lahum akhuhum Lutun ala tattaqun, wakiambiwa na ndugu yao Lut, hivi nyinyi hamui wacha Mungu? Mwaonaje? Mvipi hamtaki ucha Mungu? Maana yake ala tattaqun, hivi hamui wacha Mungu. Idh qala lahum Shuaibun ala tattaqun, kadhalika na Nabiullahi Shuaib ilikuwa vile vile ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala vile vile akamkhutubia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, akamwambia faqul afala tattaqun, waambie umma wako, je, hamui wacha Mungu? Maana yake ucha Mungu ndiyo ukamilifu wa wanadamu.
Ndio utaona sheria zile zote za vitabu, kwa kuwa wito wa mitume ni kuhakikisha mwanadamu anakuwa mcha Mungu, na lengo la vile vitabu vyote na kuletewa mitume ni kutujengea sisi ukamilifu ambao ni sisi kufikia daraja la kuwa wacha Mungu. Tukawekewa ibada katika vitabu vyote, tukawekewa ibada katika Qur'ani, tukawekewa ibada katika Taurati, tukawekewa ibada katika Injili, tukawekewa ibada. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema malengo ya zile ibada zote zilizowekwa, ziwe zimo katika Qur'ani, ziwe katika Injili, ziwe katika Taurati, ziwe katika Zaburi, malengo ya zile ibada zote Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema katika suratul Baqara aya ya 21, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum, enyi watu muabuduni Mola wenu, alladhi khalaqakum, aliyekuumbeni, walladhina min qablikum, aliyewaumba na wale waliokuwa kabla yenu, la'allakum tattaqun, ili mpate kuwa wacha Mungu, ili mfike level ya uchamungu. Kwa hiyo utaona jami'ul ibadat kwamba malengo ya ibada zote tastahadifu ila taqwa, malengo ni mtu kuwa mcha Mungu. Kwa hiyo utaona hadafu tashrii, malengo ya kuwekwa sheria, ya sisi kuwekewa sheria, ziwe zinapatikana katika Qur'ani, sheria hizo ziwe zinapatikana katika Injili, sheria hizo. Malengo ya kuwekwa zile sheria ni kuhakikisha zile sheria zinatubeba na kutufikisha katika ukamilifu ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anautaka, na sisi kufikia ukamilifu huo. Ndio maana pakawekwa funga, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika ibada ya funga akataja na malengo ya ibada hiyo ya funga aliposema, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mloamini, kutiba alaikumus siyamu, mmefaradhishiwa funga, kama kutiba ala alladhina min qablikum, kama walivyofaradhishiwa waliokuwa kabla yenu, la'allakum tattaqun, ili mpate kuwa ni wacha Mungu. Kwa hiyo malengo ya zile sheria zote tulizowekewa mkutupa sisi ucha Mungu, ikiwemo funga. Kwa nini unafunga? Kwa sababu funga yako ni katika miongoni mwa vitu ambavyo vyaweza kukufikisha katika daraja ya ukamilifu, ambapo ni wewe kuwa mcha Mungu. Mwenyezi Mungu anatuambia kwamba ukitaka kujijua wewe ni mcha Mungu au si mcha Mungu, Mwenyezi Mungu ameweka kipimo katika Qur'an, anasema, ya ayyuhan nasu, enyi watu, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, hakika sisi tumekuumbeni wake kwa waume, waja'alnakum shu'uban wa qabaila, na tumewafanya kuwa ni mataifa na makabila, litaarafu, ili mpate kujuana, lakini inna akramakum inda Allahi atqakum, mbora wenu mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni yule aliyekuwa mcha Mungu. Bismillahir Rahmanir Rahim, wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahumma salli ala Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, habibi ilahi alalamin abil qasim Muhammad. Kitu bora ambacho kinaweza kumsaidia mja siku ya Kiyama mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni kuwa mcha Mungu peke yake. Mwenyezi Mungu anasema, watazawwadu
fa inna khaira zadi taqwa. Tafuteni nyinyi, fanyeni amali njema, tapambaneni mnapopambana, lakini kitu bora ambacho unatakiwa uwe nacho, lau ukisimama mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kikawa kina maana sana, ni wewe kuwa mcha Mungu, kwenda kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ukiwa ni mkamilifu, na hapo utaona atharu taqwa, athari za mtu kuwa mcha Mungu. Na faida ya mtu kuwa mcha Mungu ni ipi? Mtu akishakuwa mkamilifu kwa kuwa mcha Mungu, faida ya kwanza ya yeye kuwa mcha Mungu na ule ukamilifu wake nini? Faida ya kwanza, mtu huyo anakuwa katika vipenzi vya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Maana yake unapendwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, unakuwa ni kiumbe ambaye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakupenda kwa wewe kufikia ule ukamilifu, kwa wewe kufikia ile level ya ucha Mungu. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema inna Allaha yuhibbul muttaqin. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapenda wacha Mungu. Kwa hiyo ukishafikia level ya wewe kuwa mcha Mungu 100%, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakupenda. Inna Allaha yuhibbul muttaqin. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapenda wacha Mungu. Lakini vile vile unaondoka katika utawala wa asiyekuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, bali unakuwa wewe katika watu waliotawaliwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio Qur'ani Mwenyezi Mungu anasema wallahu waliyul muttaqin. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye kiongozi na mwenye kuongoza wacha Mungu. Tayari umeingia katika mwongozo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pale unapokuwa nani? Unapokuwa mcha Mungu. Lakini unapofikia daraja la kuwa mcha Mungu, siku zote wewe katika maisha yako, kwa kukwea daraja la ucha Mungu, wewe utakuwa siku zote katika mambo yako uko na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Maisha yako hayo unavyoishi uko na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na Qur'ani Mwenyezi Mungu asema wa'alamu anna Allaha ma'al muttaqin. Tambueni kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuko pamoja na wacha Mungu. Ukishafikia marhala ya ucha Mungu, wewe uko pamoja na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hiyo katika miongoni mwa faida kubwa za mtu kuwa mcha Mungu. Lakini faida ya kidunia ya mtu kuwa mcha Mungu, miongoni mwake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala umfanyia wepesi katika mambo yake, umuondolea uzito katika mambo yake, kama anavyotuambia katika Qur'an, wa man yattaqillah, na yule mwenye kumcha Mwenyezi Mungu, yaj'al lahu min amrihi yusra. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala umfanyia wepesi katika mambo yake. Lakini faida nyingine ya kidunia, albasira, ni kuwa na uelewa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakupa uelewa wa mambo. Unapofikia kiwango cha ucha Mungu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika maisha yako ya duniani anakupa uwezo wa kupambanua. Anakupa uwezo wa kupambanua mambo. Unakuwa ni mzuri katika kupambanua mambo, kuyaweka mambo sawa, kuyafanya mambo yatengemae. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakupa uwezo huo. Mwenyezi Mungu anasema ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, in tattaqullah, ikiwa mtamcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yaj'al lakum furqana, anakupa uwezo, anakupeni uwezo wa kuweza kupambanua mambo ikiwa umefikia kiwango cha ucha Mungu. Arrizqu ghairu almutawaqqi, vile vile unapofikia kiwango cha ucha Mungu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakupa riziki usiyoitarajia. Unajikuta ghafla tu wewe biashara yako wauza nyanya tu, lakini ghafla umejenga, kisha wajiuliza, hivi kwa nyanya hizi nimewezaje kujenga namna hiyo?
Riziki yako Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ukiangalia mkiduka kidogo tu, lakini umeweza kwa kile kiduka kidogo tu, unashangaa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kakupa makazi, umeweza kuwa na kanyumba kwako. Wewe mwenyewe ukiuliza vipi umejengaje? Na lau tukiwaleta watu waje kukagua kwa biashara yako waweza kujenga, watatuletea hesabu kwamba huwezi kuwa na nyumba wewe kwa biashara ulokuwa nayo. Lakini katika miongoni mwa faida kubwa ya mtu kuwa mcha Mungu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala humpa riziki basi na kutarajia. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala analisema hilo katika Qur'ani, anasema waman yattaqillah, na yule mwenye kumcha Mwenyezi Mungu, yaj'al lahu makhraja, Mwenyezi Mungu humpa pa kutokea anapokuwa na matatizo. Lakini wayarzuquhu min haythu la yahtasib, Mwenyezi Mungu humpa riziki pasi na kutarajia. Jitu waruwaru Sheikh, lakini la riziki pana. Mtu akili yana Sheikh, kimwangalia saa akili za utafutaji huo hana, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kamjalia Sheikh. Ndio kukutana na watu huyu nilisoma naye mbona darasani alikuwa zero, lakini leo ndo bosi, ndo tajiri kakuajiri, ndo tajiri. Yani unapeleka document waomba kazi na nini, lakini ukimwangalia darasani mbona hakuwa kitu chochote. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kamruzuku pasi na kutarajia. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kamruzuku basi na yeye mwenyewe, hata ukimuuliza vipi umefikaje hapa, hesabu za kukwambia mmefikaje hapa pengine hana vizuri, kwa sababu anachokifanya ndicho anachokifanya watu wengine. Kama uza mchele na wengine uza mchele, lakini sio matajiri, sio? Kama uza nyanya na wengine uza nyanya, lakini hawakufikia kiwango alichofikia yeye. Kwa hiyo katika vitu ambavyo vinampa Mwenyezi Mungu, vinampa mtu, vinamsaidia mtu kupata riziki basi na kutarajia, ni mtu kufikia kiwango cha kuwa yeye ni mcha Mungu. Lakini arrafahu al-iqtisadi lilmujtama, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, jamii ambayo ina wacha Mungu, wamefikia kuwa jamii hiyo ni wacha Mungu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawainua kiuchumi. Awafanya uchumi wa mji ule, anafanya uchumi wa watu wale kuwa ni uchumi mkubwa sana. Mwenyezi Mungu upandisha ule uchumi wao. Mwenyezi Mungu atuambia katika Qur'an, walau anna ahla alqura, lau watu wa miji, amanu wattaqu, wakamwamini Mwenyezi Mungu na kumcha Mwenyezi Mungu, la fatahna alaihim barakatin minas sama, tungewaletea baraka, tungewamiminia baraka kutoka katika mbingu, wal ardh, na tungewapa baraka za kwa kupata uchumi unaotoka ardhini. Wangalipata uchumi unaotoka katika anga, wangalipata na uchumi unaotoka katika ardhi, lakini lau wangalimwamini Mwenyezi Mungu na kumcha. Kwa hiyo utaona kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na jamii iliyofikia level hiyo, Mwenyezi Mungu huimiminia uchumi wa kutoka angani na uchumi wa kutoka ardhini. Katika anga pana riziki. Mkitaka nyinyi leo kuuliza mvua toka wapi? Mvua toka mbinguni, sio? Ikitoka mbinguni ndio ilete ushirikiano katika ardhi, sio? Yaani mvua lao ikitoka mbinguni tu alafu ukalima upati, ile mvua ina maana. Lakini ile mvua yenyewe ikitoka mbinguni ni riziki, baraka za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, alafu ile ikanyeshea ardhi, ukalima na ukavuna, umepata baraka pia kutoka katika nini? Katika ardhi. Umepata baraka mwanamke. Mvua ina faida na wewe, lakini pia ardhi pia baada ya kulima unapata faida pia kutokana na kilimo chako. Hizo ni katika faida. Lakini faida nyingine ya kidunia ni kwamba mtu anapofikia kiwango cha ucha Mungu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala humlinda na maadui. Ni kinga ya uadui. Watafuta kuwa na kinga ya uadui, tafuta ukamilifu, tafuta ucha Mungu ndio ukamilifu wako. Ukifikia hali hiyo, basi ule ucha Mungu ulokuwa nao ni kinga tosha dhidi ya maadui yako. Mwenyezi Mungu anasema,
wa in tasbiru, lau mkiwa na subra, watattaqu, na mkawa wacha Mungu, la yadhurrukum kaiduhum, vitimbi vyao haviwezi kuwadhuru. La yadhurrukum kaiduhum shay'a, vitimbi vyao haviwezi kuwadhuru. Inna Allaha bima ya'malun muhit, Mwenyezi Mungu ni mjuzi wa yale wanayoyafanya. Mwenyezi Mungu anajua yale mipango yao, mikakati yao ya kukudhuru. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaijua. Na kwa kuwa wewe uko katika daraja la ukamilifu, umekamilika, ni mcha Mungu, umepanda level hiyo, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakulinda kutokana na maadui. Ndugu zangu, warithi wa ardhi sahihi sio kila mmoja kwetu ni kwa mujibu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mrithi wa ardhi. Sio kila mwanadamu ni mrithi wa ardhi. Warithi wa ardhi mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni wale waja wake wacha Mungu. Mwenyezi Mungu asema innal arda lillahi, hakika ardhi ni ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, sio ya mtu yoyote. Ukitaka ardhi uirithi, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema innal arda lillah, ardhi ni ya Mwenyezi Mungu, yurithuha, Mwenyezi Mungu anamrithisha ardhi man yashau, yule amtakaye, min ibadihi, katika waja wake, wala aqibatu lilmuttaqin. Utaona watu wema wenye kuirithi ardhi kwa kupata kibali hicho kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kuwa wao ni warithi wa ardhi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni wale watu wacha Mungu. Ndugu zangu, katika khutba yangu ya leo nitaishia katika faida hizo za ucha Mungu katika ulimwengu wa kidunia, na katika khutba yangu ijayo tutazungumza faida ya ucha Mungu katika ulimwengu wa akhira. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima.